wazee walipigana Benjamini. Waliopigana mara ya kwanza, wazee walishindwa. Watu 22,000 wakauawa kutoka kikosi cha Israeli. Waliopigana mara ya pili, watu 10,000 wakauawa kutoka kikosi cha Israeli. Lakini mara ya tatu wazee waligundua siri ya neema na rehema, siri ya kuomba na kufunga, na siri ya kutoa. Sasa mara ya tatu walifunga na kuomba na wakatoa. Haleluya! Kwa sababu walikuwa na vita vikali ya maisha yao. Ni vile wewe una vita vikali vya ndoa yako, labda biashara yako, labda kazi yako, labda imani yako, labda watu yako. Unang'ang'ana watu wasome lakini masomo na wakataa. Unang'ang'ana wapate ndoa zao ama waleki, inakuwa ni ngumu. Kwa sababu nini iko ndani yao? Iko vita vikali iko ndani yao, wasoleke wasoe. Iko vita vikali wasoe na biashara. Iko vita vikali wasoe na kazi. Iko vita vikali wasoe na watoto. Vita vikali. Amen. Na lazima ujue kwamba wakati unapiga vita vikali, ujue lengo la hiyo vita, anayekupiga vita ama lengo la vita yako ni nini? Haleluya. Kila vita lengo lake na kusudi lake. Wameona utasoma, utainua mwaka kucha, lakini anakupiga vita ya uache shule, uache masomo, ile ndio itawanyike, uache ile biashara, uache ile kazi. Unapiga vita vikali ili usione ndio yako ni amana, watoto ni amana, biashara yako ni amana, shamba lako ni amana, wewe ni amana. Utapigwa vita. Amen. Amen. Lengo la vita yako ni ya kwamba uangushwe na uwe mtumwa. Mungu anaachilia vita ukapigwa vita. Na Mungu akiona ndani yako utashinda, hata kuja ile vita na gani mwisho utashinda. Vile Mungu aliwachilia vita wapiga Israeli, lakini mwisho walisi kwa sababu alikuwa pamoja nao, walikuwa kuomba, kufunga na kutoa. Sasa Mungu aliwachilia tu, lakini alijua kwamba vile leo pidia kuomba, anatoa malaika, nguvu zake na uwepo wake itatembea nao, na mwisho watashinda, watamiliki ile ardhi, watamiliki elimu, watamiliki eneo, watamiliki usehemu. Lakini vita vya maadui na waganga na wachawi ni vita ya kuangusha. Wakisha kuangusha utakuwa mtumwa. Amen. Amen. Ndio Samsoni aliposhikwa akatobolewa macho, akafungwa. Dakika mwisho aliambia Mungu, nipe nafasi ya pili. Nipe nafasi ya pili na unipe nguvu tena. Alipoiza nguvu tena, aliua hao Filisti wengi sana. Amen. Amen. Alijua alikosa, alifanya makosa, akatuma akasema, Mungu ulinipa nadhiri ya kutumikia, nadhiri ya vita, nadhiri ya kuimba, nadhiri ya huduma kanisani, nadhiri ya kukutukuza, ya kushukuru, ya kutolea, ya kuomba na kufunga. Lakini alipowacha, Wafilisti walipata nafasi ya kumtoa macho na kumuua. Amen. Ndio unapokolewa Mungu anakusudia wewe na uzao wako na watu yako. Ukikataa Mungu umeharibu maisha yako, uzao yako, watoto yako. Na wewe Mungu anataka akuinue wewe kupitia kwa wewe, abariki watu yako. Amen. Jana ushuhuda nikasikia mtu anasema, mimi nilipenda hiyo kanisa sana lakini walikwaza sana nikatoka. Lakini sasa hivi nimekoma. Kama ningejua bado ningekuwa nimekoma singeto. Amen. Singeto. Wewe kitu kidogo tu unakwazika. Na ile kanisa inakusaidia miaka yote ni mingi sana. Ukikola kidogo unabadilika. Atakwenda kwa matangazo, wao kwenda kuona kwa hospitali, na Mungu alikuponda bure hospitali. Sasa unakwazika, sidi kwa kanisa. Hata kikuja pale kusalimia watu, unaangalia watu na macho ya blue ile ya red ya green. Lipigia simu alikuja kunikujia. Kuna vita videohusu wewe na mali yako na watoto yako, inahitaji Mungu peke yake.
Mungu anatuma mtu mmoja akaenda kuombea. Anatuma umati kaenda kuombea. Haleluya. Wote wametumwa, Mungu ametuma. Shukuru kwa ile moja, kwa ile umati, Mungu ametuma. Amini kwa hiyo maombi utabarikiwa. Lakini kwa mwenye kulalamika, kila kitu lalamika tu, utajiletea vita vikali kwa maisha yako ambao utajua jinsi ya kupenya na kushinda. Wacha kulalamika. Piga magoti kama Israeli. Waliomba na kufunga na kutoa. Ndio alishinda Benjamini. Ninakuambia mwezi wa pili na kuendelea. Ninakucheck hata vile tuwe kwa boma yako, kwa ndoa yako, kwa shamba yako, pale kwa sokoni, pale kwa biashara, kwa watu yako, usiangalie hayo. Kuja lilia watu yako hapa. Lilia ndoa yako, lilia boma lako, lilia mali yako, lilia shamba yako. Kwa hiyo vita Mungu anapigania. Amen. Usongoja kada wewe barabika na kimbia. Anza tu sasa. Sasa dakika mwisho alishinda watoto kwa wengi sana. Na Biblia inasema wale wasu hiyo ni wengi sana kushinda hiyo wakati ule wanapigana vita. Lakini angeshika neno wakati ule angekuwa na nadhiri ya Mungu anatembea naye. Amen. 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 Tembea na nadhiri ya Mungu. Unaposhinda vita uko mbinguni, malaika wanafurahi sana. Mungu anafurahi mtu wake, anabidi kuomba na kufunga na kutoa, anakuwa anabidi anakupa vipawa, anakupa silaha, anakupa nguvu kila wakati kupigania ukiwa duniani. Na anakupa nguvu ya ushinda wa maadui wa wachawi wa ganga ambao wataki ndoa yako, wataki watoto yako, wataki maisha yako. Anakupa nguvu unapoomba, moto inashuka, fire inashuka, raha inashuka kubomoa waganga, hawa wachawi, hawa adui, na hiyo tamyoko, niyo majabiko, niyo kafara. Unapewa nguvu. Lakini ukikataa, maadui watakumaliza na furaha yao watasherekea. Maadui pia washerekea, vile tumesherekea kwa maharusi. Maadui pia changushwa chini, wanasherekea kabisa. Tumemweza. Pesa imekataa, ndio imekataa. Wanasherekea. Mwaka hii wacha tuombe nguvu za Mwenyezi Mungu atupe silaha za vita tuwashinde. Amen. Kama ulifunga nyumba yako, ndoa yako, tunawaangusha mara 7, tunawaangusha mara 100, tunawaangusha mara 500, tunawaangusha mara 1000, tunawaangusha milioni 1 katika leo. Anaanguka leo. Amen. Amen. Weka bidii. Kwa sababu watu wako ndio wako maisha yako. Usipeka bidii watakuangusha na watakucheka. Wacha imani ya roho vya kikwazo. Haitakusaidia. Pigania vita bomba yako na watu yako. Kikwazo kitakusaidia nini? Itakusaidia nini? Tumekasikia fulani. Itakusaidia nini? Una vita vikubwa ya ndoa yako, una vita kubwa ya kuomba kuoleka, una vita vikubwa vya elimu na masomo ambaye adui amepanga limitation zake akisema huyu anaweza form 4, hata mza class 8, hata mza university. Wewe bado kuombea jambo, wewe uko na vikwazo. Alikwaza itakusaidia nini? Amen. Amen. Nitasa na kwa watoto. Akiona watu wengine afanya watu lakini ngine mwambia zao wako. Wachana wangu. Amen. Amen. Utatusiwa. Na kama unajoleka moja Mungu anakuambia wachana bwanangu na mtafikia nini? Na watu wanaosugana moto usugani. Maneno yatakuweko mengi. Lakini usivunje moyo ya kuona kanisani na kutubu na kuomba. Kwa sababu ya elimu, kwa sababu labda kizazi chako wako wanatoa, wako wana kazi, wako wana elimu, wako wana biashara. Hapo nakwambia okoka, mkombozi wake ni Yesu pekee. Akija ndani yako anabadilisha ile laana, ile kazi ilikuwa familia, ilikuwa ukoo, ilikuwa maadui, anabadilisha na mwanzo mpya inaanza. Amen. 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 Mwanzo mpya inaanza. Ilifika kwa jana akachoka akasema waje kanisani tafute mbinu ya kuomba. Alipoingia aliomba.
akaomba na kufunga na kuomba. Wakafikiri mwanazimu, wakafikiri amelewa, lakini alikuwa analilia vita vya utasa. Vita vya utasa. Vita vya utasa alikuwa analia. Ni uchungu, kuna watu analia vita vingi hapa ndani. Usiku analala, mchana analala, analia. Toka atakuwa namna gani? Bwana atakuwa namna gani? Mkaka atakuwa namna gani? Kwa hiyo nitakuwa na bomba, kwa hiyo nitakuwa na shamba, kwa hiyo tutakuwa nasoma. Ni vita vikali ambayo inahitaji kujitoa. Ni vile vikali mtakuwa lengo mtoto nataka asome akwenda kazi kuko mbele. Lakini hiyo lengo usipoiombea haiwezi pata hiyo lengo. Amen. Amen. Ndio ana lengo lake, alikuwa anasema Mungu nipe mtoto ambaye atakutumikia. Haleluya. Amen. Ambaye kwa nadhiri wako. Tumishi wako. Alilia sana. Na Biblia inasema hiyo mwisho wa mwaka wa Disemba aliomba akafungua mwaka akiwa kanisani. Alipofungua mwaka kanisani, Mungu Roho Bwana akasema kumwambia hii mwaka hii utabarikiwa. Hiyo mwaka kufika mwezi wa 10 alikuwa barikiwa na mtoto. Hiyo mwaka kwa sababu bidii ya maombi. Wengine hata hii mwaka tumata Januari mwaka kufunga na kuomba, hata bila jaribu kutoa kuna kumi, hata shukrani, hata ile sanduku la silaha ya agano ya kufunga na kuomba bado. Sasa unatarajia Februari ushinde? Unatarajia Machi ushinde? Muda sikudanganye. Amen. Wandila wataile waganga wanapale kwa mganga wanatoa ng'ombe 3 ili ule mtia yako wa baraka yako wa nyote yako. Wanafanyia matambiko, wanafanyia kafara, wamemwaga pesa, wamemwaga damu ya ng'ombe na mbuzi na kondoo. Na wewe hapa damu yako imetosha. Kusema na agano ya Mungu. Utaki. Utashindaje ile kafara ya ng'ombe? Kafara ya mbuzi? Unakuwa watu kafara ya mbuzi peke yake. Unatoa pia kaza mikono yao ni pesa. Ndio kwa sababu leo tena waganga wanatafuta pesa yako, nywele yako, picha yako, nguo yako, udongo yako. Waifanyie kafara kwa sababu nini? Lengo la nyota iko ndani yako, waitoe au kuachie utumwa. Tuko pamoja? Amen. Amen. Kuachia utumwa. Kitabu cha Waamuzi kumi na moja 29. Amen. Vita vya silaha iko tena vikali sana. Inahitaji maombi. Na Mungu akikutembelea ingawa unajaribiwa, lakini Mungu anakupa mshindi. Lakini kataa Mungu sasa kutembelea, wakati kutembelea watakupa kuchekwa na utakuwa mtumwa ili kwa kutembelea. Tusoma kitabu cha Waamuzi 11 kuanzia mstari wa 29. Biblia inasema hivi: ndipo roho ya Bwana ikamjilia juu yake Yeftha. Amen. 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 Jana aliomba sana, roho ikamwingilia. Kwa sababu nini? Vita ya kushinda ndugu zake na dada zake walikuwa wametekwa nyara. Sauli alichaguliwa kwa mfalme. Uko yao alikuwa adui wala chochote. Ile ukoo ile jamii yako wala mtawala, hata kufanya biashara, kufanya kazi, hata kuona boma au kuona shamba. Lakini Mungu anasema nimechagua nyumba ya Sauli. Nyumba kwa babake Sauli, nimechagua Sauli. Sauli akachaguliwa. Samuel alipomwambia roho Bwana alishuka kwa Saul, akaanza kutabiri. Amen. Akapigana ile vita, alikuwa kushinda. Yes. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Alijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Ile
Baada ya kushinda ile vita ya kuona waduni, hawana chochote, hawana shamba, hawaoleki, hawaowi, huwezi kulea watoto, huwezi kuwa na ndoa. Alikuwa amepewa roho Bwana awe nguvu ndani yake, ili kwa ile vita iko ndani yake, ndani ya kizazi chake apate kushinda. Amen. Amen. So ndipo roho ya Bwana ikamjilia juu yake Yefta, naye akapita katika Giladi na Manase, akapita katika Mishpa ya Giladi, na kutoka hapo Mishpa ya Giladi akapita kuwaendea wana wa Amoni. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri akasema, Amen. Alipojaza na Roho Mtakatifu na nguvu na kupata na silaha za Mungu, alienda kwenda mjizona akishinda vita. Vita vya elimu, vita vya umaskini, vita vya utasa, vita vya wazimu, vita kutokoleka ama kutokuoa, vita vya magonjwa, presha na kansa ambayo leo hospitali haionekani, vita la sokose ambayo inafanya mtoto damu anatibu honi chochote, mtoto damu inaisha. Kule ni mapepo. Amen. Jabra akapewa nguvu na Mtakatifu, silaha akapewa, silaha ya fire, silaha ya moto, silaha ya damu ya Yesu ikatembea na yeye. Kila mmoja alikuwa anaenda, kila eneo alikuwa anaenda, kila kaunti alikuwa anaenda, kila sehemu alikuwa anaenda, alikuwa anashinda vita. Kama ni ndoa anashinda, ya biashara anashinda, ni ya mali anashinda, ni ya elimu anashinda. Haleluya. 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 Leo naomba Jumapili leo mnakumbwa silaha ya vita, ya damu yake, ya neema yake, ya neema yake ndani yako. Ndio kiomba. Walikuwa wanaona kama utaendelea. Walikuwa watu wanasoma. Walikuwa wanaona kazi. Unakuwa na pale. Au unajenga. Kwa damu ya Yesu. Utajenga. Utapona. Utaoleka. Utaoa. Utapata watoto. Uko nao. Imani yako. Wanasoma. Wanaelewa. Wanafanikiwa katika Yesu. Jefta kajua maana kutafuta sauti ya Mungu. Sauli akajua maana kutafuta sauti ya Mungu. Samsoni alitafuta sauti ya Mungu, akapewa nadhiri. Mushaka yaribu, lakini akakuja alipokuwa nafasi ya pili ilikuwa ni kupiga wale leaka hapo. Mimi sitaki kupe saa hii. Nataka ufanye maajabu ya Mungu ndani yako, watu yako, wewe kuna vitukuu. Yes. Wanafanikiwa, wanabarikiwa. Bila kwa imani yako. Wale mtoto anakwenda shule, anapata kazi, anakwenda kwa ndoa yake, anakwenda kazi yake, anakwenda ofisi yake, anakwenda kampuni yake, anakwenda msie, anakuwa mkubwa, anakuwa mtawala katika jina la Yesu. Hiyo ndio imani na neema tunataka kwenda mbele. Na leo kufunga na kuomba ni kutoa. Kule kutoa inakuja na madhabahu ya matambiko na kafara. Na ile ng'ombe ametoa inavunja. Amen. Soma. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri akasema, kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli. Ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango yangu kunilaki. Amen. Amen. Nadhiri huyu. Jambo la kwanza, Mungu ampe nguvu ya Roho Mtakatifu apigane, ameshinda vita. Anaweka nadhiri haina maana. Nadhiri ina maana. Anaweka nadhiri ati Mungu vile nimeshinda vita, nikiweka mama yangu ile kitu cha kwanza kitakachoenda kwa Biblia kunikumbatia. Ape. Nadhiri gani? Anaweka nadhiri ya utasa. Na napata nini? Mtoto. Sulemani mpaka anamwambia unajua hekalu. Anaweka nadhiri tunajenga ile hekalu, tunajenga huduma. Nayo alipojenga tu huduma namna hii kwa sababu alikuwa kuna nadhiri ina mbili. Kuna nadhiri sasa Mungu amekubariki. Iwe ni kazi, biashara na kani. Tumie nadhiri tu vile iko. Watu watoshani hapa. Amen. Watu watoshani kwa kutoa kwa matoleo, watoshani. Lakini tumia hiyo matoleo kwa nadhiri. Amen. Amen. Sulemani alikuwa na mali ya baba yake, naye akatoa nadhiri ya kujenga hekalu ya Mungu kwa sababu alikuwa na mali, akajenga kanisa lote.
kuwa na mali. Sasa wewe nadhiri yako toa kulingana vile Mungu amekubariki. Amen. Amen. Na wakati mwingi Mungu anaangalia nadhiri ile inafungua raka ile uko nayo, ile umepanda. Uko na biashara, nadhiri gani umetoa? Uko na kazi, nadhiri kama umetoa. Kijana anafanya kazi kutumia pesa. Kuhusu kijana wako anataka kufanikiwa zaidi, amekutumia pesa. Wewe nadhiri gani umetoa kuhusu mtoto? Amen. Amen. Ana kwa pesa lakini Bwana yake alimpa pesa maradufu. Sadaka mwalimu akimwambia ele kanisa uone kulingana na moyo wako. Yeye alipopata alienda kutoa na moyo wake ile nadhiri ya uzao wa tumbo. Akaomba. Akaenda kwa mtu. Kuna vita vingine kwa maisha yako, wanatumia matambiko, ng'ombe, mbuzi, kondoo na kuongeza masadaka zao huko ndani. Unaomba unafunga na ufanye chochote, utabomoaje hiyo matambiko? Na si lazima kwa kama fulani, vile unatoshea. Toa hivyo. Amen. Amen. Kani ndio hapa mwananchi nikihubiri injili hapa. Wona kukombolewa hivi. Damu sikatawala. Mngeleka nadhiri. Kuna familia moja mtoto yao alikuwa tajiri sana, akawa mgonjwa huko Amerika, wakapeleka Amerika, West Germany wapi, anagojeka ile akunda. Kushinda kabisa nyumbani. Kuja nyumbani. Imani ya Yesu ikakomboa. Nini ilikuwa ndani yake? Mapepo yako yao. Ilikuwa taka ile ngamba sasa zaka sasa ndugu zake. Tulipokea mapepo. Aliyefanya ndani yangu. Naye akaendelea akachukua dada zake, ndugu zake, watoke wote kwa ngao. Wote. Na yake kadiri na Mungu atajenga kanisa, ndio shamba atajenga kanisa. Akachanganyika na ndugu zake akamwambia tukijenga kanisa na kwa maskini. Tena ndio jibu achanganyikiwa. Atukitoa pale kila mara kwa maskini, kwa sitoe. Ndio tabia zaidi. Sikudanganya. Kudanganya. Amen. Bwana tukafanya aenda alifanya kazi na rambe ya kujenga hapa, kunua hapa. Kufika pia rambe. Amen. Sikio mwananchi zile kwa kama 20,000 hapo. Sio anaambia niletee 1,000. Na yeye alisema ndio utaje? Utafanyaje? Karaka. Amen. Tunajaji. Amen. Tunajaji. Amen. Tulishindwa, tukashindwa sana. Unajua kwa ile kitu leo kaikoza kupata, tunakwenda kuwa roho. Nasema leo tumepatikana. Kwa sababu Bwana atatarajia. Amen. Natarajia. Ikaisha hivyo. Nikamwambia Mungu, hata wamenipa hata jenga hii kanisa. Amen. Haleluya. Mungu ndiye akakuja tukajenga, tukaungana na hao, tukacheka kama tope hapo. Kwanza permanent. Mmoja kajitoa tena. Hadi Mungu alikuwa tu watu wa nguvu yenyewe. Lakini siku hiyo tuko na akili kama saa hii. Sasa hivi tuna akili. Toa kila bidako saa hii utabarikiwa vizuri. Sikudanganyi. Ukiona na kuja na vivu, ati 500,000 toa tu saa hii utapata batoka rangi na kufunga rako. Ukiweka unakaa nayo itakufunga. Mgeni kudanganya huko, njaa inakuja, mikoli inakuja, mzee anasema toa waje nikule ile, unaambia Mungu unisamehe. Kwa Mungu hakuna msamaha kama hiyo. Tukapata ndugu mwingine anatembea na mwili bilioni moja kitembea. Alikuwa mjenga nyumba kubwa ndani. Akilela majina mnyonga, anaenda kukomboa nyumba hapa mauko lali. Amen. Kumwombea, kama tuende kwa nyumba tena kuomba utalala nyumba yako. Tulipoona pale akalala anangoja usiku kajini kakuja kwa bedroom. Yeye alikuwa na jini live. Inakuja kwa bedroom. Inapiga chai, inapiga chakula. Ninamleta kwa meza. Na kata kula mpiga kofi. Hujaona bado. Ulizuri ingia hapa ndio kwa sababu unaona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wewe kwa baba akafanikiwa, akabarikiwa sana kule kwa nyumba, akajenga bandari nyingine.
ingine hapa Kenya. Kasema chungaji, mimi nitenge kanisa yote. Mimi Mungu ametendea nadhiri yangu, tenge kanisa. Na mchungaji, sitaki mtoto atoe, wewe utakuwa fomu na hapo niambie wafanyakazi wangapi, mali ni ngapi nitajenga. Sasa hivi ningekuwa na akili, ningeambia anza tu saa hiyo. Sasa mimi naongoja atafika Januari. Nakumba umekea Januari. Wanatoa tu kufungulia kanisa yote tu saa hiyo, unafungua yako hii mwaka yote. Usogoje mwezi gani ndio uligogoroe mkuza, utaongoje kushita nyingine kuingia kwa majengo ya hospitali kuleta magonjwa mengine, hiyo pesa umetoa inaisha hospitali. Sana na mbinu, aliyondoa akifanya hii, familia yake watoka watakuwa mbali. Amen. Na wakati ya gana hiyo ni mzito ambayo bega kubwa, wakazina akapata Januari, Januari hivi tulikuwa Disemba. Naona hivi ni tuligundua kitu. Tunataka tuchanga hata mjengo. Lakini tunasema tuweke pesa ifike Januari, ungeona vile pesa ingefanya kazi kwa nyingine. Unasikia mwingine anakuja, "Mchungaji, mwingine mgonjwa kwa hospitali. Oh, babangu mgonjwa. Mtutaka mkoa school fees." Hata mimi na roho nzuri na peana tu. Lakini this time niliambia Mungu, toa tufanye kazi. Alikujaga hakuna. Tunaendelea vizuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu ni agano moja bariki wewe, ndio unapoenda toa, ndio umetoa, Mungu anakubariki. Na Mungu anapitia kwa mtu mmoja abariki wewe. Kwa sababu ni nadhiri. Amen. Bwana Januari kufika Japani napata ajali tarehe 8 kwa. Niambia Mungu. Hayo unapata watu wazuri namna hii. Wanaahidi, wanatoa nadhiri mzuri. Na ni hivi. Nadhiri ndio hii. Jefat. Yeye anatoa anasema Mungu daika nadhiri. Ule kitu ya kwanza kuenda kwa gate lazima ikufwe. Baada yake nadhiri, Mungu anataka kali yako. Nitanunua viti, nitanunua dirisha, nitaweka tali, nitanunua speaker, ndio nini? Kulingana na nguvu zako. Yeye anaweka nadhiri akiona mtu wa kwanza, hapana mtu wa kwanza akiona kichocheo cha kwanza kwa gate yake ikufwe. Yeye kubariki. Ndio umeongea itatendeka hivyo, lakini ni shida tu. Amen. 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 Hata kanisa. Nikwambia kuna ndugu mmoja hapa. Yeye ametoka kulipa tiseli. Msibona sisi kiwako. Unajua ndipo namna gani? Andika dhikri na Mungu. Yeye analipa na Mungu atakuja kubariki, atakuja kumponya na kumtakasa. Amen. Na mwingine na mwaka jana nilitoka kwa ile yangu. Siku niko poa. Ndio hiyo inajilipa yenyewe. Amen. Sasa vile nyumba yangu pia nikaa vipi nikaa. Haleluya. Wiki mzima tunaombea watu pale. Kavuzwa. Anaweka nadhiri kuungana na huduma ya Mungu ambayo itabariki watu yake kizazi chake. Na usongoje atatopata mingi ile uko nayo anzie hapo. Amen. Ndio. Alipoomba tunadhiri nguvu zikashuka. Roho ikashuka sina vita. Kusina vita kuli nyumbani soma. Ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki. Sikia. Nadhiri nyingine ndio nadhiri kama hiyo. Umeweka nadhiri, Mungu amekwambia toa dirisha ama toa tiles, wewe unaambia Mungu ngoja kidogo, ngoja nige tiles kwa nyumba yangu. Yako utaweka lakini utaishi kwa hiyo. Sasa Mungu alikwambia kwanza weka hapa. Amen. Ni zaidi ya Mungu sababu hapa ndipo tunakombolewa. Sasa ukomboza kadri unakombolewa hapa, wewe lazima ubarikiwe. Kwa sababu sanduku la agano ni neno la Mungu na hiyo spirit hiyo nguvu za Mungu zimekujaza. Sasa anaangalia nafsi yako umeweka wapi kwanza, ndio afanye baraka ya mwili wako au maisha yako. Sasa leo mwenzako mwambie kuna kitu umepata? Umepata? Au umefungwa masikio? Au umefungwa macho? Umepata? Amen. 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 Mwingine ameweka nadhiri. Mimi nitatoka fungu la 10 kila mwezi. Haiko mgeni alichanganyikiwa.
Watu wamechangikiwa hapa nikwambie. Mwingine anakuja Disemba, anatoa kadi ya fungu la 10 anafunga kadi ya fungu la 10 Disemba. Mwaka yote hajatoa chochote. Hakuna, unajeta shida tu. Kama unafanya vitu kama hiyo, hakuna utaona vitu vingi katika tu. Alifika Disemba amechukua kadi. Juni hiyo kadi. Nataka kufunga mwaka hii, mwaka wa 10. Nini? Januari amekupa uzima. Utaona dhidi ya Februari. Ya matoleo masadaka ama fungu la 10 ama shukrani ama ile imekuja kwa roho yako hujatoa. Wewe Disemba. Angalia wana ndoa Disemba unarudi jeuri na katika. Angalia tu mzuri. Kama iko hapo angalia leo. Mungu anaambia Ayubu, takasa siku yako, wiki yako, mwaka yako. Anamwambia mwanza wiki, hakumwambia Disemba. Kwa sababu kuna roho ya limitation uko mbele. Lazima ukome kufunga na kuomba na kutoa na kuweka nadhiri yako kulingana hiyo mwezi kule unaenda na kulingana vile amekubariki. Amen. Si ya Jefta ameweka nadhiri mzuri, akapewa nguvu ya kufunga na kubomoa. Watu wanabarikiwa, elimu barikiwa, kazi inabarikiwa, ndoa inabarikiwa. Alafu anasema mtu atakaye kutenda kazi yetu ya kwanza ape. Hiyo nadhiri ya hiyo chunga sana zingine utafanya. Baada ya kubariki watu yako na ndani watu yako. Ama ndio yako biashara yako. Mungu amekwambia tu mnakumbwa kuona, unafanya biashara yako kwa raha huko. Atuna nadhiri ya Mungu inabadilisha kwa raha. Utaua watu yako na maisha yako. Basi ndio mwenzako kwambie. Kuna mahali umepata point lakini unafaa niombe sana. Amen. Soma. Kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yefta akavuka kuwaendea wana wa Amoni ili kupigana nao. Naye Bwana akawaua mikononi mwake. Ila Bwana akamjaza kule madini na akaua madui wake. Vita mbili wakaua vita walipotoka soma. Ndoa na ndoa zao. Watu na watu yao. Wakapata maisha yao kwa sababu ile nadhiri kwa Mungu. Lakini nadhiri ya Mungu alitimiza yeye aliweka staili mbaya. Kuna taja nadhiri, kuna mwizi na shuka, kuna kibali na shuka, kuna biashara na shuka, kuna watu na shuka, kuna kazi na shuka, kuna ndoa na shuka, elimu na shuka. Sasa kama tunaweza kupata hiyo, je, tutumie nadhiri ya Mungu ama tutumie nadhiri ya ulimwengu? Soma. Akawapiga kutoka Aroeri hata kufikia Miniki, miji 20, na mpaka Abeli Kerarimu, akawapiga kwa machinjo makuu mno kabisa. Basi hivyo wana wa Amoni walishindwa mbele ya wana wa Israeli. Wana wanashinda mbele ya Israeli kwa sababu ya nadhiri. Wao wameka dhimbo kumeka tu nzuri, kazi nzuri. Hata hiyo mwaka ilisha kwa kajana au kufanya chochote, lakini kwa maruhusu ukosi, kwa machamo ukosi kutoa. Lakini nadhiri ya watu yako, ya kazi yako una haja. Sasa yeye nadia, mchungaji madeni imekuwa mingi. Na nasia mwaka jana, kwenda harusi, kwenda chama, masafari ya kwenda kwenda kila siku, lakini kanisani hapa ajali. Kwenda tu. Mwiko siku utakuja kuomba. Ndio kuomba. Bwana unashukuru Mungu tulipa kazi, naona pesa niko nayo, hata nyingine nimewekeza kwa account. Watu wangu wanasoma, ukuje utoe nadhiri ya Mungu hapa. Wewe uko nyinyi ndio mnaomba nyimbo mbele kuomba. Hizi nyinyi ndio mko shida. Na kalikuwa na shida. Ngoja siku utarudi tena. Amen. Akashinda vita yote, kila mara anashinda vile kwa sababu ya Roho Mungu alijazwa na Roho Mungu alipewa silaha ya Mungu ya vita, ya utasa, ya ndoa, ya biashara, ya mali pia kwa maisha yake alipewa hiyo silaha. Aliposhinda nadhiri yake ilikuwa mbaya. Nadhiri yako ndio mbaya. Hebu mwambie huyu, ambie mwenzako nadhiri yako ndio mbaya. Nadhiri yako ndio mbaya. Nadhiri yako ndio mbaya. Ukipata unaenda kwa raha. Ukipata unaenda kwa raha. Ukipata unaenda kwa anasa. Ukipata unaenda kwa ukipata unaenda kwa usherati.
hata unaenda kwa usharati. Hiyo ndio ukipata unaenda kwa waganga. Na kwa waganga. Haleluya. Amen. Amen. Vigelegele. Amen. Ukitaka kuangusha maadui kama wachai kama kwa tafuta uso wa Mungu, sema mtu yako, kwa sababu ndio yako, kwa sababu yako. Na nadhiri yako imwangelishe Mungu. Mungu shida ina gani? Nadhiri yako mwangelishe Mungu. Bila maadui analegeza maadui yao kwa waganga na wachawi. Mwingine najua hapa sasa wake na chemuka tu. Mchungaji nenda kuja. Wewe kwanza kuja kitu kwa pili chao unapata kitu mtamekaa. Kabisa. Ile malaika alikuwa wako ndio atabariki atakaa hapo. Amini. Mchungaji amenikwaza. Wewe uelewi. Huko na vita vikali inakiji na kuja kukoke ndio tubu. Inasaidiwa. Amen. Soma. Kisha Yeftha akafika Mishpa nyumbani kwake. Na tazama binti yake akafika nyumbani kwake. Na nadhiri yake ilikuwa mtu chochote cha kwanza kwa keti ikufwe. Karanga. Mpende ule mchele wako sana hata na mmoja tu mama. Ngine ndio dadi. Alafu mweka nadhiri mtu akole kwa ile keti afe. Ukienda ulikula kule na umbwa. Yule jamani ndio anakwenda na umbwa. Umbwa inakuwa kwanza kumkimbilia kwa keti. Kumbe sio umbwa imefungwa, mtoto anaku. Somo sikie. Na tazama binti yake akamtokea kumlaki. Na matari na machezo. Na yale anacheza na kwa ile mpaka imeshinda. Unaona ufurahia. Mama anafurahia. Wewe unafurahia baba kushinda vita. Na kumbe nadhiri yake ni mbaya. Alienda Sofia. Alienda kwa baa. Alienda kwa waganga. Alienda kwa chawi. Sasa mama anakuja kushangilia bwana yake. Wanashangilia baba yao. Wanashangilia mama yao. Kumbe alienda kwa mbaya. Wameenda kifo kwa bomba. Amen. Ndio katapiga makofi ya pige Mungu akubariki. Amen. 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 Nenda kifo. Na jina Mungu alimbariki na kaza mesha watoto. Ameenda njia mbaya waganga. Njia mbaya wachawi. Njia lana amerusha kwa boma. Sasa ndio ikaja utaratibu kwa boma. Anafikiri ile umbo inakuja. Mtu anafurahia baba yake. Anafurahia baba yake. Anafurahia baba yake. Anafurahia ndugu zake. Anafurahia kumbe ndugu yake mmoja ambaye ni uchawi. Dada yake mmoja ambaye ni uchawi. Mtoto wake mmoja ambaye ni uchawi. Shangazi mmoja ambaye ni uchawi. Anamkubatia kumbe ndio shida. Haleluya. Sikia litendeka. Naye alikuwa ni mwana wake wa pekee. Na sasa shida ndio hiyo, ni kamoja tu. Hakuwa na mwingine. Ambia yako ni wa pekee tu. Wako na wa pekee. Wako wa pekee tu. Kamoja. Biblia iko challenge, hata kuna mwingine hapa alikuwa tu 30-40. Nitawasomea hapo ndio kwa topic ya kuishi. Amen. Hii ndio pekee. Mwingine naye hapa alikuwa kucheza tu dunia. Jaza. Alipomaliza dunia alimaliza mwaka 7. Akafa. Utoke pia akaenda cheza dunia. Jaza. Hakuangalia kucheza dunia inataka Mungu. Hao watoto inataka Mungu. Hii mali inataka Mungu. Yako ona tu. Mali yako, watu yako. Weka ndio kwa Mungu. Kicheza kutoka bure duniani. Amen. Soma. Naye alikuwa ni mwanawe wa pekee. Wala hakuwa na mwingine. Mwana wala binti. Ila yeye peke yake. Ikawa alipomuona akayararua mavazi yake. Akasema ole wangu. Analia sasa. Kwa sababu nadhiri inafanya kazi. Lazima yakufwe. Yes. Kinga ya mambo inaingia ndani yake
bwanako, watu yako, mali yako. Mwisho utapata dunia hauna chochote na ulikuwa nacho. Chunga. Alijuta, lakini lazima ifanye kazi. Amen.